Hello guys and praise God. I'm Pastor Joseph. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. At this moment I'm very much blessed and I'm very much privileged to have you as my online viewer. Today I wish to talk to us in a short while, like around 2 minutes, and I believe that we'll be blessed. Ningependa kuongelea kitu inaitwa salvation. I know that in the church there are many people who call themselves believers. Wanasema tunaenda mbinguni. But if you see the way they live, the way they do things, it does not show that this someone is going to heaven. Salvation, kama ningesema wokovu lazima tuione. The way you talk, we can say this person is saved. Even Jesus himself says that tutawajua kwa mazao yako. There is a way that I can approach you in that business of yours. There is a way that I can meet you, then I talk to you. Na venye unanijibu, or the way you are responding, I can tell that you are saved. At some point, you find that some people say that they claim that they are saved. Na venye tu wanaongea, ila maneno yanatoka katika vinywa vyao, that does not symbolize that this man is saved. Wewe jipime mwenyewe. Ukijiangalia the life that we are living today, how is your life, child of God? Venye unaishi, tarumbeta ikipigwa leo, utaelekea wapi ndugu yangu? Utaelekea wapi dada yangu? Decisions are for the ones who are living. Maiti yezi kafanya decision. Na swali ni je, after this life, wewe utaelekea wapi? Biblia kama vile inavyosema, Yesu akasema kwamba kuna njia pana na kuna Kiswahili inanichenga kidogo. Nyembamba. We have njia nyembamba na njia nyingine pana. Na hii kanakaa nyembamba, sijui kama my cameraman. Sijui nyembamba inakaa like kako kamefinyana. Narrow, that is in another language. Na hii pana nayo, kuna ingine pana nayo imebeba watu wengi. Hii pana imebeba walevi, imebeba wachawi, all sorts of sinners wako pale. Lakini hii ambayo iko narrow ndio inaelekea kule mbinguni, na Biblia kama vile inavyosema kwamba iko na wachache. Sijui uko katika njia gani? Which way? Wewe uko wapi kama Mkristo? Kama vile Biblia inavyosema katika Genesis, after man went against the will of God, wakakula ile tunda ambalo the forbidden tree ambalo Mungu alikuwa amepiga marufuku lisikulwe. Tunda la yule mti ambao Mungu alikuwa amesema isikulwe. Na Biblia inavyosema kwamba na Mungu akamtokea Adam na mkewe pale wakiwa wamejificha. Unajua mtu anapoenda kinyume na mapenzi ya Mungu, huanza kujificha na kuenda mbali na uwepo wa Mungu. Ndipo hata kanisani mtu akienda kinyume na mapenzi ya Mungu, tunaona kwamba anaanza kaa ni kama amejificha ficha. Kanisani anakaa ni kama amejificha, kuji services, anakuwa tu kama alikuwa anakaa viti za mbele, anakaa kama anarudi nyuma. Anakaa kirudi mpaka anatokezea mlango wa kutokezea kule nyuma. Naanza kutafutwa. Ulienda wapi? Oh, nimepata shughuli. Oh, hiyo biashara. Oh, hivi na hivi. When the devil begins to somebody, you will have to begin to have so many complaints. Adamu akasema ni huyu bibi, ni huyu mwanamke uliniletea hapa. Na mwanamke is complaining the devil. At this I have come to understand that people will never lack something to say. Kwa nini hujakuja kanisa? Hadi ni ile gari tulienda kwa mafuta, tukaenda hivi na hivi. People will never lack something to complain, something of complaining. Then if I can focus on salvation now, after now the man went against the will of God, now Mungu anatokezea. Anasema Adamu, anamuita Adamu, uko wapi? Adamu uko wapi? Hadi siku ya leo Mungu anaitana, anasema anakuita na anakuita kwa jina lako. Sijui unaitwa nani pale? Tuseme Hester, tuseme Pius, tuseme whatever kind of a name. Moses, whatever, call those names. Uko wapi? Today God is calling us. Wale wamepotea wameenda kinyume na njia zake, anasema where are you? Na kama vile ilivyokuwa desturi mtu akienda kinyume na mapenzi ya Mungu Baba, ilikuwa tu desturi, kama vile inavyosema ya kwamba Hebrews chapter 9 verse 22, ilikuwa kama sheria kumwagika damu ndio kuweze kuwa na kusamehewa dhambi. Na Biblia na Mungu mwenyewe akaona kwamba imekuwa mazuri sana mtu akifanya makosa deliberately ama kwa kupenda, anaenda anatafuta ng'ombe, anachinja mnyama ndio damu imwagike ndio kuweze kuwa na kusamehewa dhambi.
Then Mungu akaona this is too much. Akasema enough is enough. I'm going to give a final sacrifice ambayo ni Yesu Kristo mwenyewe. Na kama vile Biblia inavyosema pale katika John Kiswahili ni Yohana chapter 3 and verse 16. John chapter 3 and verse 16, the Bible says, for God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. We have been promised eternal life, even for eternal life for the ones that believes. Tuko na uzima wa milele kwa ambaye wanaamini. Na kitu ya kwanza, ili uweze kuokolewa, you must be a believer. You have to believe that God exists, because I can't come to preach to somebody who does not believe in the existence of God. Kitu ya pili, lazima ukiri na kinywa chako ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama vile Biblia inavyosema pale. Paulo anasema pale Romans chapter 9 verse 9 ya kwamba lazima, you have to believe. Number 2, lazima ukiri na kinywa chako ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na Biblia inasema kwamba, acha nisome pale katika lugha ya Kiswahili, Romans chapter 10 and verse 9. The Bible says that kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kitu ya pili, kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Now the choice is yours. Who decide? Because the choice has been led to you. Uchague unataka kwenda wapi katika uzima wa milele. We have the life and death, we have also hell and heaven. The choice is yours. Bandilika. Mungu anakuhitaji. Bandilisha njia zako na utaona uzima wa milele. I will be praying with you, and I believe that God shall bless. I pray for everyone whoever shall meet this video. I pray for your blessings. May God meet you. May God lead you. Wherever you're gonna go, may the power of God lead you. Tunapo ukiwa mahali pale, funga nami ama tusaidiane kwa maombi. Sema, Bwana Yesu, ni asante kwa neno lako, nimelisikia, nimelipokea. Ninaamini kwa neno lako, Mfalme Bwana. Ulimpeana mwanao akafa kwa ajili yetu. Nisafishe, nitakase kwa jina la Yesu. Futa jina langu katika kitabu cha mauti. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Kutoka sasa natangaza nimeokoka. Amen. May God bless you. Facebook, reach me Abedi Joke. YouTube, Pastor Joke Official. Pale WhatsApp unanipata pale Pastor Joke. Na TikTok still niko kule Pastor Joke Official. Barikiwa sana. Shalom.